بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد يكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم تمويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. katika muda huu wa al-asri, ratiba yetu inasema leo ni siku ya kusoma tafsiri ya Qur'an suratul Maida, na tulikuwa katika kipengele cha al-wasiyya tukitaja zile arkanu al-wasiyya. Lakini leo Jumatatu mwezi 27 Ramadhani, huende ikawa ndiyo liqaa yetu ya mwisho ya darsa wa Ramadhani biidhnillah tabaraka wa taala, kwa sababu matarajio yetu siku ya Alhamis au Ijumaa tukiingia katika Eid, kwa maana kumaliza mwezi wa Ramadhani na kuingia katika mwezi wa Shawwal. Kwa nikaonelea mimi leo tusisome hii tafsiri ya Qur'an. Kwanza ukizingatia kipengele kilichokuwepo ni kigumu, na watu sasa hivi somo zishakaa tayari ubongoni. Juzi nimeambiwa hapa, nilikuwa nazungumza watu walifahamu mwanzo tu, baadaye wakaona naongea kama Kichina au Kijapani, wakawa hawaelewi. Lakini kadhalika si vyema na si sawa wakati tunasomeshana, tulikuwa pamoja Ramadhani, liqaa yetu ya mwisho tukashindwa kutoa nasaha. Itakuwa sio sawa na si utaratibu. Utaratibu wa dini yetu, kama ambavyo tunasoma hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasiha, dini ni nasaha. Kwa maana hakiwezi kwenda dini kama hatukunasihiana baina yetu. Tunahitaji nasaha muda wote sisi kuweza kuyafikia malengo yetu. Kunatumia muda huu insha Allah kutoa nasaha za aina mbili: nasaha umuman kwa mwezi wa Ramadhani tuliokuwa tunao, na hususan katika jambo la kusoma. Na tukiwa leo tunafunga durus, kwa upande wangu mimi kwa mwaka huu au kwa kipindi hichi tena mpaka Shawwal, ambao ni mwaka mpya masomo biidhnillah tabaraka wa taala. Jambo la kwanza ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema ambayo ametujalia. Ya kwanza kuidiriki Ramadhani. Tumeidiriki Ramadhani min bidayatihi ila yaumina hadha, mpaka leo mwezi 27, na tutarajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala tukamilishe huu mwezi wote hali ya kuwa tupo wazima na wenye siha na afya. Jambo la kwanza ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kile ambacho ametuneemesha, kutupa uhai kudiriki mwezi wa Ramadhani, lakini kadhalika kuufunga mwezi wa Ramadhani wenyewe na visimamo ambavyo tumesimama. Hii ni neema
ambayo wengine hawakuipata. Ima moja, hawakuweza kuingia ndani ya mwezi wa Ramadhani kwa mauti, ima wameingia lakini hali za afya hazikuwaruhusu wao kuufunga mwezi huu wala kusimama qiyam ndani ya mwezi huu. Yule aliyeneemeshwa kuingia akaufunga na akasimama qiyam ndani ya mwezi huu, falyahmadillah azza wa jalla, amhimidi Allah azza wa jalla katika hii neema. Lakini pamoja na kwamba tunaishukuru neema, ikiwa ni neema kweli tukaikiri, tunarejea maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi. Ikiwa ni hivyo, ikiwa ni neema, yahitajiwa kushukuriwa, na kushukuriwa kwa neema hii ni kuendeleza yale mazuri ambayo tulikuwa tunayo ndani ya mwezi wa Ramadhani. Nyoyo zetu zilikuwa laini. Tuliwezaje kusimama qiyam ndani ya mwezi mzima tushindwe kuendeleza jambo la kusimama qiyamul layl? Kwa sababu swala za usiku zipo siku zote, sio Ramadhani peke yake. Kama tuliweza ndani ya mwezi wa Ramadhani, tunashindwaje kuendeleza hili katika baki ya masiku mengine? Huu ndo mfumo wa maisha ambao Muislamu anatakiwa aishi nao, pamoja na kwamba kuna ibada za faradhi za sala al-maktubat, lakini kuna ibada za at-tatawwu. Anatakiwa asali usiku, amuombe Allah msamaha, arejee kwa Allah kwa tauba, amuombe Allah khairu dunya wal akhirah. Kisimamo cha usiku ni chenye kuendelezwa, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia sahaba wake, ambao rawi alikuwa ni Abdullah ibn Amr bin al-As radiyallahu anhuma. Anatuambia Abdullah ibn Amr bin al-As alisema Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia sahaba wake, la takun mithla fulan kana yaqumu min al-layli fataraka, usiwe mfano wa mtu fulani alikuwa anasali usiku kisha akaacha. Wanasema shurahul hadith, haya maneno alielekezewa yeye Abdullah ibn Amr bin al-As radiyallahu anhuma, na haya maneno ni amma, yanamwenea kila Muislamu juu ya kujibidiisha. Wanasema ahlul ilmi, taa kama taa la tu'tabar illa bidawamiha, hakika taa haitazingatiwa kuwa ni taa isipokuwa kwa kudumishwa kwake. Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha, kinachopendeza zaidi kwa Allah katika matendo ni yale yatakayodumishwa, sio annatfu, kunyofoa. Kwa ikiwa ni neema hii tukaishukuru na tukaikiri, tuendeleze yale mazuri tuliyokuwa tunayo. Kadhalika raqaiqul qulub, tulipata riqa, ulaini wa nyoyo ndani ya mwezi wa Ramadhani. Tulikuwa tuna at-tasamuh bainana wal afu bainana was-sadaqa wal-lutfu wal-muawana wa ghairu dhalika. Tulikuwa tuna mengi ambayo linenisha nyoyo zetu tukayadhihirisha. Tulikuwa tuna huruma baina yetu, tukihurumiana kwa mapenzi, tukisaidiana kwa mapenzi, tukitiana nguvu baadhi yetu kwa baadhi yetu katika mambo mbalimbali, kwa kuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani kuna kule kulainika nyoyo. Haya ni mukassaba, kuna majibula na kuna mukassaba. Kuna yale ambayo mtu kaumbwa nayo na kuna yale ambayo mtu anayejitafutia na kujichumia na kujipamba nayo. Tuliwezaje Ramadhani tushindwe nje ya Ramadhani? Kwa hiyo tuendeleze haya
baada ya mwezi wa Ramadhani kumaliza. Hii ikiwa tunaikiri kwamba ni neema na tukaishukuru neema, kuendeleza katika yale ambayo tulikuwa tunayo. Kadhalika ndani ya mwezi wa Ramadhani tulikithirisha usomaji wa Qur'ani al-Karim, ambao jambo la Qur'ani nitalizungumza tena katika nasaha zangu za upande wa pili, lakini tuliisoma Qur'ani al-Karim sana ndani ya mwezi wa Ramadhani na tunaendelea kuisoma ikiwa tupo mwishoni mwa Ramadhani. Tulihitimisha qiraa kwa idadi nyingi sana. Tulisoma kwa tadabbur wa taammul wal ibra wat tadhakur wat tawaudh, ili kuchuma fawaid zilizomo ndani ya Qur'ani al-Karim. Basi hili nalo pia liendelezwe la kusoma Qur'ani sana, kwa kuwa wanasema wanawachuoni hakuna jambo ambalo litambakisha mtu katika taa na taqwa kuliko kuisoma Qur'ani kwa mazingatio. Ukisoma Qur'ani al-Karim inakuacha katika pale ulipokuwepo katika taa na haikuondoi, bali inakurakizisha pale katika utiifu wa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Nalo hili pia liendelezwe na sadaqa na mengineyo. Haya yanapaswa kufanyiwa kazi, na hii ni nasaha zangu nazielekeza kwanza kwa nafsi yangu, kwa sababu mahma fa'alna fi ta'at, vyovyote tutakavyojitahidi katika taa, nahnu muqassirun, sisi ni wenye kuzembea. Hatuwezi kumkamilishia Allah subhanahu wa ta'ala katika ile hadhi wa hakika anaitaka. Lazima utakuwa na mapungufu yako. Hivi ndivyo ambavyo Allah amekadiria. Nazielekeza kwangu nasaha, nazielekeza na kwenu katika jambo la kudumisha katika haya. Hii nasaha nambari 1 au upande wa kwanza umuman. Ama hususan haya tuliyosema, haya yatabaki kwa mtu kwa msaada wa vitu viwili peke yake na hakuna cha tatu. Haya tuliyozungumza ya kubakia katika taa na taqwa, haya yanabakia kwa mtu kwa nukta 2 pekee, hakuna ya tatu. Nukta ya kwanza ni tazkiyatu an-nafs, ni kuzitakasa nafsi zetu. Nafsi zetu zikabakia salama, nafsi zetu zikabakia na utiifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kubakia katika utiifu nafsi kunataka juhudi ya hali ya juu sana. Kuna maneno, kuna kitabu amekiandika Sheikh al-Allama Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin al-Badri hafidhahu Allah ta'ala, akizungumzia mifano walioipiga wanawachuoni rahmatullahi alayhi. Je, kitabu chake amekiandika au amekipa jina 10 qawaida fi tazkiyati an-nafs, mambo au misingi 10 katika jambo la kuitakasa nafsi. Katika msingi wake wa 10 na wa mwisho akaandika maneno, naomba hapa niyasome biidhnillah tabaraka wa taala, niyanukuu kama alivyoyasema, ili kuweza kutusaidia sisi katika kuzilea nafsi zetu. Kwenye kitabu chake hicho au risala yake hiyo, kurasa wa 37, akaandika al-qa'idatul 'ashira, qaida ya 10 katika jambo la kuzitengeneza na kuzitakasa nafsi. Akaandika maneno yafuatayo: wa mimma yatahattamu fi babi tazkiyati nafsi, na katika mambo ambayo yanawajibika katika mlango wa kuzitakasa nafsi,
maarifatu haqiqati hadhihi an-nafs, ni kufahamu na kuelewa na kuijua uhakika wa hii nafsi. Yani ukaisoma nafsi kama nafsi umuman, nafsi ni nini, ina mambo gani, ikoje, ukaisoma nafsi umuman, si lazima nafsi yako wewe, umuman ukaifahamu. Maarifatu sifatiha, ukafahamu sifa zake, wama fiha, yaliyokuwa ndani ya nafsi, wama alaiha, na yaliyo juu ya nafsi. Likifanyika hilo, anasema liyashula al-i'tina'u biha wa ri'ayatuha, ili kuwepesike jambo la kuipa umuhimu na kuichunga, wa mudawatuha, na kuitibu, min al-afati allati tatra'u 'alayha, kutokana na mabalaa ambayo huikumba nafsi. Nafsi inakumbwa na mabalaa mengi sana. Sasa akataja aina tatu za nafsi, akasema kwamba hali za nafsi zipo za aina tatu kama alivyozitaja Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani al-Karim. Akaanza ya kwanza, an-nafsu al-mutma'inna, nafsi iliyotulizana. Na adilla katika hizo ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala alipotuambia, alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillah tatma'innul qulub, ambao wameamini na zikatulia nafsi zao na nyoyo zao kwa utajo wa Allah. Tambueni, kwa utajo wa Allah hutulizana nafsi. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, ewe nafsi iliyotulizana, rejea kwa Mola wako hali ya kuridhia na kuridhiwa, ingia katika waja wangu, ingia katika janna yangu. Hii ni nafsi ya kwanza ambayo daraja yake ni ya juu, nafsun mahmuda, nafsi iliyosifiwa. Na aina ya pili, an-nafsul lawama, nafsi yenye kulaumu. Inalaumu nini? Wa hiya allati talumu sahibaha, nayo ni ile nafsi ambayo itamlaumu yule mwenye nafsi hiyo, ala fi'li al-khata, juu ya kufanya kosa, au taksiri fil wajib, au kuzembea katika wajib, au tafritihi fi ta'a, au kuzembea katika utiifu. Allah kaiyapia akasema, wala uqsimu bin nafsi lawama, na naapa kwa nafsi yenye kulaumu. Na pia hii ni nafsun mahmuda, nafsi iliyosifiwa, inamlaumu yule ambaye anatenda ubaya na kumrejesha katika usawa. Na aina ya tatu ya nafsi, na hii ushahidi wake ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala uqsimu bin nafsi lawama, ndio ushahidi wake. Na ya tatu ni an-nafsul ammaratu bis-su, nafsi yenye kuamrisha mabaya. Hii ni aina ya tatu ya nafsi. Wa hiya allati tahuthu sahibaha, nayo ni ile ambayo inamhimiza yule mwenye nafsi ala fi'li al-muharramat, ifanye mambo ya haram, wartikabi al-atham, na ifanye madhambi, wataquduhu ila mawatini al-munkarat, na inamuendesha na kumpeleka katika sehemu za madhambi, wa mawadhi'i ar-radhila, na sehemu za mambo mabaya, watadfa'uhu ila fi'li al-qaba'ihi war-radha'il, na inamsukuma katika machafu na mabaya. Ushahidi wa aya suratu Yusuf, wama ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi, hakika nafsi yenye kuamrisha ubaya. Hizi ni aina tatu za nafsi ambazo amezitaja Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ili ubaki katika taa, lazima uwe na nafsi ya kwanza, al-mutma'inna. Kikosekana hiyo, basi uwe nafsi lawama, ambayo itakulaumu pale ambapo unafanya madhambi. Lakini ni bisa, ni ubaya, ashadda al-bis, ni kuwa na nafsul ammaratu bis-su, nafsi itakayokuamrisha mabaya, ikakutoa katika utiifu baada ya kumaliza Ramadhani,
ikakuingiza kule ambapo ulikokuwepo kabla ya kuingia Ramadhani, kana kwamba abadta rabbaka fi shahri Ramadhan, lamma intaha Ramadhan faqad ghaba rabbuk, ulimuabudu Mola wako wakati wa mwezi wa Ramadhan, ilipomaliza Ramadhan aliondoka Mola wako, karejea kule kule. Kisha mwandishi wa kitabu akatupigia mifano miwili, mimi napiga mfano, nataja mfano mmoja. Mfano alioleta ni mfano aliotaja al-Imam al-Ajurri kwenye kitabu chake Adabun Nufus. Al-Imam al-Ajurri anatuambia, wa ana umathilu laka mithalan, na mimi nakupigia wewe mfano, la yakhfa alayka amruha, mfano ambao haufichikani jambo lake, utaufahamu muradi na makusudio mfano huo insha Allah. Sasa mfano usikilize vizuri, kisha iangalie nafsi yako. Anatuambia al-Imam al-Ajurri, i'lam, fahamu na elewa, anna an-nafsa, ya kwamba nafsi, mathaluha, mfano wake, kamathali al-muhri al-hasan, ni kama mfano kalmuhri al-hasan min al-khayl, kama mfano wa al-muhri. Al-muhru ni mtoto wa farasi aliyezaliwa mdogo, aitwa al-muhru katika lugha ya Kiarabu. Farasi akizaa kale katoto kake kaitwa al-muhru katika lugha ya Kiarabu. Nafsi ni mfano wa al-muhru, mfano wa kale katoto cha farasi kidogo kilichozaliwa, kikizaliwa tu pale, kisha watu wakakiangalia. Idha nadhara ilayhi an-nadhiru, ikiwa atakiangalia kile kitoto mwenye kuangalia, aajabahu, kitampendeza na kumpendezesha. Toto kizuri cha farasi, husnuhu wa bahauhu, ule uzuri wake na muonekano wake, kina manyoya mengi, kina ng'ara, kizuri, humshangaza mwenye kuangalia kile kitoto cha farasi. Lakini watakapomwangalia yule farasi, wenye elimu ya farasi na wanaofahamu mambo ya farasi, fayaqulu ahlul basira, watasema wenye uoni na elimu ya farasi, bihi, kukisema kile kijikitoto, watasema hivi, la yuntafa'u bihadha, hapa topatikana manfaa kwa hichi kitoto cha farasi, hakuna manfaa yoyote yatakayopatikana kutoka kwake, hatta yurada riyadatan hasana, mpaka afunzwe mafunzo ya riadha, ya kutembea mbio, mazoezi ya kukimbia, afundishwe huyu farasi. Wa yu'addab, na afundishwe adabu yake yeye na bwana wake, adaban hasana, adabu zilizokuwa nzuri. Fahina idhin, wakati huo sasa, akishafundishwa mazoezi ya kukimbia, akafundishwa kumtii bwana wake na kumtumikia bwana wake, akifundishwa hivyo mtoto wa farasi, yuntafa'u bi, patapatikana manfaa kutoka kwake. Fayasluhu litalabi walharabi, atasilihi huyu farasi sasa kwa matakwa, atakapotumwa atatumika, lakini kadhalika walharabi, na kukimbia, akiambiwa aende mbio ataenda mbio mtoto huyu wa farasi. Wayahmadu rakibuhu, na atamsifia yule aliyempanda, awaqiba taadibihi, matokeo mazuri ya kufunzwa adabu kwake, wa riyadatihi, na kufundishwa riadha kwake. Fa in lam yu'addab, asipofundishwa, lam yuntafa bihusni, hanufaishi kwa uzuri wake tu, wala bibahaihi, wala kwa muonekano wake, wala yahmadu rakibuhu, wala hatosifia atakayempanda, awaqibahu inda alhaja, matokeo yake wakati anamhitajia. Mfano upo wazi au haupo wazi? Au ni mfano wa kielimu?
hapo wazi. Basi al-Imam al-Ajuri rahimahullah ta'ala hakutosheka na hapo, akatwambia tena, akitolea hasa maelezo ya mfano wake. Na katika wanawachuoni wanaoandika mifano mizuri, basi al-Imam al-Ajuri, al-Imam Abu Bakar al-Ajuri rahimahullah ta'ala, ana kitabu hichi Adabun Nufus, ana Akhlaqul Ulama, ana mifano mizuri amepiga. Ana kitabu Ash-Sharia, mifano mizuri amepiga ambayo inakuvuta na kukuelewesha juu ya ile jamii ulionayo, kana kwamba kaishi na wewe kwenye jamii yako. Akatwambia hivi, fa in qabila sahibu hadha al-muhri, ikiwa atakubali huyu mwenye hichi kifarasi kidogo, qaula ahli an-nasihati wal-basira, ile kauli ya wale wenye maarifa bihi, kuhusu huyu mtoto wa farasi, akaizingatia na kuyakubali, anna hadha qaulun sahih, kwamba hii ni kauli sahihi, fadafa'ahu ila ra'idhi faradha, akampeleka kwa mkufunzi akafundishwa. Akamchukua farasi wake mdogo akampelekea mkufunzi, nifunzie farasi wangu kwa maneno ya wale ahlun nasihati wal basira, na wala hakuzingatia yule aliyekumwangalia, fa'ajabahu husnuhu wa bahauhu. Manielewa Akimpeleka sasa kwa huyu mkufunzi. Hawakufunzi hawa wapo wa aina tatu. Mkufunzi wa aina ya kwanza, fa in kana ar-ra'idu, akiwa huyu mkufunzi la ma'rifata ma'ahu birriyadha, hana maarifa ya riyadha, namna kukimbia farasi, hajui kumfundisha, lakini wao limpelekea nifundishie. Wala ilma biadabi al-khayli, wala hana elimu ya adabu za farasi, kwa sababu hawa wanyama wana utaratibu wao, si ndio? Ukipewa wewe mbwa umfundishe namna ya kuna kutegua mabomu, kufichua siri, huwezi jua kwa sababu huna maarifa na elimu hiyo. Lakini ukiwapeleka wenyewe watu mathalan pale bomani, ziwani pale, ukiwapelekea wale, wanamfundisha, wanamfunza vizuri, kwa sababu wao wana ilmu katika hilo. Si mmenifahamu? Na kuna wengine wanawafundisha panya. Huyo panya ambaye akikuona mnafukuzana, si ndio? Kuna wengine wanawaita, wanawafundisha wale, na wanakaa nao vizuri, wanasikiliza maelekezo. Wacheka? Hamjapata kuona yule panya aliyopewa zawadi ya kutegua mabomu? Yupo panya alifundishwa na kicho gani kile? Kuna chuo kipo, ashasahau kile chuo, nini sichoito, kafundishwa, kapewa zawadi international, sio kapewa zawadi Tanzania, international. Panya huyo unafukuzana naye nyumbani, kwa sababu unafunza. Sasa ukimpelekea mkufunzi farasi asiyejua, anasema al-Imam al-Ajuri, afsada hadha al-muhra, atamharibu farasi wako. Kimpelekea mtu asiye na mafunzo, atamharibu farasi wako. Wa at'aba nafsa, na ataichosha nafsi yake. Wala yahmadu rakibuhu awaqiba, wala hatosifia yule atakuja kumpanda baadaye matokeo ya huyo farasi. Sema farasi akiambiwa akimbie, hakimbii. Akiambiwa elekea mwelekeo huu, aelekea mwelekeo huu. Akiambiwa alete maji, aleta mawe, haeleweki. Aina ya pili, wa in kana ar-ra'idu ma'ahu ma'rifatu ar-riyadha, ikiwa huyu mkufunzi ana maarifa ya riyadha, wal adabi, na ana maarifa ya adabu lilkhayli, ya farasi, illa annahu ma'a ma'rifatihi, isipokuwa huyu mkufunzi pamoja na ujuzi wake, lam yasbir ala mashaqqati ar-riyadha, hana subra ya haya mafunzo ya huyu farasi. Anamfundisha akiwa haelekei farasi, anakasirika, hafanyi subra, anamuacha. Wa ahabba tarfiha li nafsihi, akapendelea jipe nafasi na muda mapumziko. Watawana, na akazembea, amma wajaba alayhi minan nasiha, yale yanayowajibika kwake yeye kumnasihi huyu farasi. Fi riyadha, katika riyadha, afsada hadha al-muhra, pia atamharibu. Wa asaa ilayhi, na atamfanyia ubaya, kwa kuwa hana subra. Ana elimu lakini hana subra ya mafunzo.
ولم يصلح للطلب ولا للهرب وكان له منظر بلا مخبر. Farasi huyu atakuwa hafai kwa matakwa ya mtu wala hafai kwa mbio, na atakuwa na mandhari nzuri isiyo na faida yoyote. Lakini kuna yule watatu ambaye ni mkufunzi ambaye ana maarifa, maahu maarifa birriyadha, ana maarifa, lakini kadhalika aliman biadabi alkhayr, mjuzi wa adabu, lakini kadhalika lahu sabr, ana subra juu ya kufundisha na kuelimisha farasi. Huyu akipelekwa huku, intafa bihi sahibu, atanufaika mwenye farasi. Na ikiwa ndiyo mmiliki mwenyewe wa huyo farasi, ikiwa yupo katika level ya kwanza atajutia yeye mwenyewe, ikiwa level ya pili atajutia yeye mwenyewe, ikiwa level ya tatu atajisifia yeye mwenyewe. Kisha akasema mwishoni mwa maneno yake, iqilu rahimakumullah, tieni kwenye akili Allah awarehemu, ilma hadha almathal, elimu ya mfano huu, watafaqahu bi, na munafiqihi nao mfano huu, tuflihu wa tanjahu, mtafaulu na mtaokoka. Mfano msikia. Sasa mwandishi wa kitabu wa Sheikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Allah yahfadhuhu akapiga mfano mwingine wa al-Imam Ibn al-Qayyim, mimi nauruka mwishoni sasa wa maneno yake. Baada ya kupiga mfano akasema, ili nafsi uilee sawa, sababu haya ni malezi ya nafsi yaliyotajwa katika mfano. Yule wa mwanzo nafsi ameilea, lakini hana uelewa wa kuilea nafsi. Umeelewa sababu nafsi ndiyo almuhur. Hana uelewa wa kuilea nafsi, akaiharibu nafsi yake. Wa pili anao uelewa, lakini hana subra, pia akaharibu. Watatu alikuwa na uelewa na ana subra, akailea vizuri nafsi yake. Ambaye huyo watatu alikusanya vitu vifuatavyo. Alikusanya quwwatu azima, azma iliyokuwa nzito, wa sabru saa, na subra ya muda mrefu, wa shajaatu nafsi, na ushujaa wa nafsi, wa thabatu qalbi, na kuthibiti kwa moyo, wal fadlu biyadillah, na fadhila zipo mikononi mwa Allah, yu'tihi man yasha wallahu dhul fadlil adhim. Haya ni maneno aliyonukuu kwa al-Imam Ibn al-Qayyim kwenye kitabu Madariju as-Salikin. Kwa jambo ambalo wewe litakubakisha katika utiifu wa Ramadhani ni kupambana na hiyo nafsi yako, uibakishe kwenye taa kwa kuilazimisha. Yahitajia mujahada, yahitajia mualaja, yahitajia mudawama, kwa sababu hii njia tunayokwenda ina vikwazo vingi, yenyewe ni nzito. Kubakia katika taa panataka subra, sababu subra zipo za aina tatu: as-sabru fi ta'ati llah, was-sabru an ma'siyati llah, was-sabru ala aqdari llahi almu'lima. Kuwa na subra katika utiifu pia wahitajia subra. Kulithibitisha hilo nyinyi ni mashahidi. Wakati darasa zinaanza Masjid Aisha na fomu zikajazwa, ndio ilikuwa idadi yenu nyinyi. Utiifu wahitajia subra. Ramadhani za mwanzo, sala ya dhuhuri la asiri ilikuwa taswali hivi. Tulikuwa wacheua msikiti huu. Wapi sasa hivi? Wako wapi wale? Wamekufa? Tarawih zilivyokuwa zikijaa, wako wapi wale sasa hivi? Upepo umepita, au sio? Umewakumba, si ndio? Kwa utiifu wahitajia subra.
Kadhalika kuacha maasi kunahitajia subra, kwa sababu yenyewe maasi yanakuita, yenyewe maasi yanakuita. Lakini kadhalika katika kadari za Allah panahitajia subra. Almuhim, ili ubakie katika taa, pambana na nafsi yako. Ili jambo la kwanza ambalo litakubakisha. Jambo la pili, alilmu nafi', ilmu yenye manufaa. Kusoma, watu wasome dini yao, huku ndo kwenye salama yao, na wazilee familia zao katika hilo. Na ikiwezekana watu waekeze kwa mali nyingi sana katika jambo la elimu, kwa nafsi zao wao wenyewe, wazifundishe nafsi zao elimu ya dini. Hili litakufanya ubakie katika utiifu na takwa, kubaki katika majalisi za ilmu. Hili ndilo ambalo liliwafanya wale wa mwanzo wale wakafaulu. Unapomtaja al-Imam Malik ibn Anas al-Asbahi rahimahullahu ta'ala, haukumtaja kwa sababu labda alitengeneza kitu cha ajabu wakati huo au alivumbua kitu cha ajabu wakati huo. La, biilmihi, kwa ilmu yake aliyokuwa nayo. Ndio tunamtaja al-Imamu Malik na tunamtia thamani kubwa sana. Kwetu sisi ni bora na wengine wote katika aima, al-Imamu Shafi'i, al-Imamu Ahmad, al-Imamu Abu Hanifa na wengineo, kina Sufyanu Thauri, kina Ishaqa Ar-Rahuya na waliokuja baada yao wengi, kina Imamu al-Bukhari, Imamu Muslim, Imamu Abu Dauda, Imamu Tirmidhi na waliokuja mbeleni na mbeleni mpaka leo. Tunawataja kwa sababu ya ilmu zao na tunaitakidi juu ya ubora wao, si kwa sababu labda ya rangi zao, si kwa sababu ya miji walioishi, kwa sababu ya ilmu zao walizokuwa wanazo. Ile fadhila ya ilmu iliyokuwepo na Allah aliyoiweka, Allah kawafadhilisha. Ikitosha ya Allah, shahida Allahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah amewataja wanawachuoni nafasi ya tatu baada ya kujitaja yeye mwenyewe. Allah subhanahu wa ta'ala anashuhudia jambo la tauhid, akawataja malaika, viumbe watukufu, akawataja ulul ilmi, wenye elimu. Hawa watu bora sana. Kadhalika afdalia iliyopatikana kwa as-sahaba na wale waliokuja baada yao, si kwa sababu ya rangi zao, si kwa sababu ya utaifa wao, ni kwa sababu ya ilmu zao waliokuwa nazo. Kwani Sheikh Albani alikuwa Mwarabu? Al-Imamu al-Bukhari alikuwa ni Mwarabu? Hapana. Hivi kuna kitabu sahihi baada ya Qur'ani kinachozidi kitabu sahihu al-Bukhari? Hakuna. An-Naisaburi iko wapi? Si ni Uajemi? Si ni Irani? Sio kina Imam Muslim watoka huko? Waajemi si Waarabu, Wairani si Waarabu, wale ni Waajemi, Wafursi. Lakini Irani wakati huo walitoka wanawachuoni wakubwa, kina Taqiyuddin an-Nabahani na wengineo, ambao wengine wakatia makala na maneno mengi, si kwa sababu ya mji, ni kwa sababu ya ilmu waliokuwa wanazo. Namkumbuka mwanachuoni mmoja
jina lake nimemsahau, alikuwa na sura mbaya, damimul wajhi, yani sura yake ni mbaya. Allah ameumba baadhi ya watu na sura mbaya, kwa maana yale maumbile yao yalivyo hayapendezi mbele za watu. Haya wanachona imeyazungumza, ni mtihani kwao. Sawa, wala tusomee aya katika sura Tin, ile ni ile khalq umbile, kile alikuwa na sura ambazo si za kufurahisha watu. Yule mwanachuoni akasema alipojua kama sura yake mbaya atadhauraulika katika jamii, atakuwa hana thamani. Wakati huo alipojijua si mwanachuoni, ni mtu wa kawaida, ana sura mbaya, sema atadhauraulika kwenye jamii. Akasoma dini, akasoma mpaka akawa kadhi, akawa ni mtu anaheshimika. Farafa'ahu Allah biilmi, Allah kamuinua kwa ilmu yake, akawa na thamani katika jamii kwa ile ilmu aliyokuwa nayo, si kwa sababu ya sura yake. Thamani kapatikana kwa ilmu. Na ukisoma tarajum zote za wanawachuoni, kwa nafikiri Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala aliishi karne za mwanzoni za karne ya 7 kwenda karne ya 8, 621 mpaka 623 mpaka 721 rahimahullah. Yani kaishi karne hizo. Hivi tusema alikuwa peke yake, aliishi peke yake, bado mtaja sana yeye. Hapakuwa na mfalme wakati wake. Unamjua mfalme aliyekuwa kipindi hicho? Mnamjua mfalme aliyekaa wakati wa utawala wa Sheikh al-Islam bin Taymiyyah akamtia gerezani? Unamjua alikuwa ni nani? Nani anamjua? Kwani mfalme sio anakuwa na ana umashuhuri zaidi, si ndio? Anakuwa na umashuhuri zaidi. Mbona hakushuhurika? Mamlaka na sulta haikumpa rif'a, hakuinuliwa. Hawakuwepo wanawachuoni wa mrengo wa pili walikitetea bid'a, hawakuwepo. Kama hawakuwepo, ile minaqashat aliyoifanya alifanya na nani? Na watu wa sunna wenziwe? Alifanya na watu wa bid'a. Nyinyi mnawajua majina yao? Na walikuwa wanawachuoni wa serikali, kina Ibn Makhluf wa serikali, wanawachuoni. Nyinyi mnawajua? Lakini Allah kamuinua yeye kwa ilmu aliyokuwa nayo, na wakainuliwa wale wanafunzi wake waliopita mikononi mwake, kina al-Imam Ibn al-Qayyim Abu Abdullah, kina Imam Ibn Kathiri Abu al-Fida, kila Imam al-Hafidh al-Dhahabi na wengineo. Nini kimewainua? Elimu. Hivi mnafahamu kwamba utawala wa Imam Ahmad ulikuwa una nguvu ya utawala? Wachache wanemjua alikuwa ni mfalme nani wakati ule, Amirul Mu'minin wakati huo alikuwa nani? Maarufu, lakini umaarufu wake haukuwa mkubwa kama maarufu wa Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Akiwa ni maarufu sababu ni kiongozi ambaye alikuwa ana sulta, ana yadu sulta, ana mkono wa kiufalme, ana maguvu, akitumia nguvu ya ufalme wake. Aliyerithi kwa baba yake Harun ar-Rashid, Ma'mun ibn Harun ar-Rashid. Nyinyi mnamjua? Hamumjui. Kulikuwa na waziri mkuu mwenye kauli kali, sababu ulikuwa utawala afu na waziri mkuu ambaye akisema neno la pita, na ndio alikuwa amiri jeshi wakati huo. Namjua alikuwa nani? Akisema kauli yake ni hiyo moja, namjua alikuwa nani? Hamumjui.
Amr ibn Mas'ada. Kama hujafukunyua ukaangalia ndo utamjua sasa, lakini hivi huwezi mjua. Lakini nani hamjui Imam Ahmad? Nani hamjui Imam Ahmad ibn Hanbal Ash-Shaybani? Nani hamjui? Yupo semjua? Amenuliwa na nini? Hawa walikuwa na mamlaka, wana ufalme, hakujulikanwa. Walijulikanwa hao wenye elimu. Kuna haja ya kukaa tukasoma, tusitake kutengenekewa tukaondoka kwenye masala ya elimu. Hizi ni nasaha na inasihi nafsi yangu. Kwanza jambo la kusoma sana, sio kusoma tu, kusoma sana. Na wanasihi nyinyi na wanasihi na wazee ambao akili zao zimebebwa na kuwasomesha watoto wao sekula zaidi. Mimi nakwambieni basi, wazee na ambao shazaa na ambao hawajazaa tegemea kuzaa. Wallahi lazim, kama nataka utajiri wa maisha, basi mwenye elimu ya dini, sio elimu ya sekula. Na ukitaka mwanao awe na cheo na jaa mbele za watu, mpe elimu ya dini, sio elimu ya sekula. Daktari ili apate huduma haraka aende hospitali kwa daktari wenziwe, si ndio? Akienda benki ataka foleni, sababu benki hazawa mjuu yule, wa illa awe mmoja wale katibiwa na yule. Umefahamu? Kadhalika huyo benki atapata nafasi nzuri kenda benki, kenda hospitali ataka foleni. Umenifahamu? Lakini mwalimu, shekhe anayetoa khutba akaenda kokote, ana nafasi ya juu. Au naongea uongo? Kwenda hospitali huna juu hilo, leo unavuta mkono, tuanze ustadhi huko. Mtu humjui, aliathirika na khutba yako siku moja huko, unaenda benki ukae foleni. Kama unataka nafasi kama hizo, basi msomeshe dini. Unataka mali, msomeshe dini. Wallahi utafaidi mtoto wako. Sema huyu unamtoa hasa shuleni, nampeleka kusoma dini peke yake, na wala hujapoteza. Mnakumbuka Allah mhifadhi Abu Anas Ismail Kiza, kuna maneno aliyosema, aliuliza swali, nani alijutia kuhifadhi Qur'ani? Kama kahifadhi Qur'ani baada ya miaka ya mbele akasema najuta kupoteza muda wangu kuhifadhi Qur'ani. Yupo mtu huyo? Mnielewa? Ile maneno yake mliyafahamu? Kwamba labda nimeishi maisha ya mbele huko akakaa, unajua kuna kipindi nilipoteza miaka mingi kuhifadhi Qur'an, najuta. Yupo mtu huyo? Lakini hakuna aliyejuta akasoma digiria dini hajui. Baada ya kushajua dini sasa, kila akiangalia ile masala ya dini anaona hii bahari ni amik. Yeye ni mweupe lakini ana digiria accountant, ni mhasibu, akiangalia tu hesabu zaka wenyewe sawa. Kitu kimpa ajurumia tu basi, atoka jasho mwili mzima. Itokezee msikitini khatibu kachelewa, tunampanisha juu ya mimbar. Tasha umevaa kofia vizuri na kanzu nzuri, hebu panda juu ya mimbar hapa tutolee khutba. Sio degree accountant. Toa khutba sasa. Nakumbuka mimbar ya Raha leo ilikuwa na viringi, unakumbuka Shamisi? Vinatoa loki vile. Lao kama vingekuwa havitiwi loki vile, vinabakiwa wazi vile, viko free. Afu khatibu kama huyo apande, tafika kule kiriki member hichi chatembea hicho sana, degree na master. Wapo wanaojutia, mimi nawajua. Kama najuta kupoteza muda wangu kule, bora na mimi ningesoma dini. Na kusoma dini kuna amani ya roho.
na nafsi. Itoshe hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wamajtamaa qaumun fi baitin min buyuti llah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alayhimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dhakarahumullahu fi man inda. Wanakuwa na amani na utulivu wa nafsi zao. Kwa hiyo hili jambo la kusoma tulipe kipaumbele kwa jamii yetu. Hatuna sisi kitakachotutoa katika maisha tulionayo isipokuwa tusome. Hakuna ambacho kitatubakisha katika utiifu na yale tuliyoyatenda na mema na mazuri na taa na takwa isipokuwa kwa elimu. Kwa kuna haja ya watu kuacha mambo yao na kushiriki jambo la kusoma dini. Waanze na kusoma Qur'an al-Karim, waijue kusoma Qur'an al-Karim na waihifadhi, kama hadithi zilivyokuja fi sahihain, taahadu al-Qur'an fawalladhi nafsi Muhammadin biyadihi lahu ashaddu tafalluta min al-ibli min uquliha. وفي الرواية مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسك إن أطلقها ذهبت. Qur'an atakuwa hifadhiwe, idhibitiwe, unaisoma nadhara na unaihifadhi. Miaka 40, 30, 25 hujahifadhi Qur'ani, jua umekosea, lakini muda wa kuwa unatweta bado una nafasi, Allah akakupa nafasi. Umeelewa? Ukiwa na miaka 30, 25, 30, 40 hujahifadhi Qur'ani mpaka leo, sema nimekosea, lakini muda wa kuwa natweta Allah kanipendelea khairi, sababu kuna mtu fulani namjua hajahifadhi kisha kufa kadha wa kadha. Kwa mimi muda wa kuwa ni hai Allah kanibakisha, basi na nafasi ya kufanya ihifadhi Qur'ani sasa hivi, walau kwa siku moja ya mbili. Nafasi hiyo na hifadhi Qur'ani, soma aqida, soma tauhidi, elewa nani Mola wako, muelewe nani mtume wako sallallahu alaihi wasallam, ni zipi haki zao hawa wawili, ni ipi haki yako, elewa, fahamu, jua. Na sio ujanja, usome hasa, usome fiqhi yako, ujue hasa masaili ya fiqhi, ujue sala yako kwa uzuri na utaratibu sahihi. Ikitokezea jambo katika sala wajue walifanyaje, ujue fiqhi ya siyam, ujue fiqhi za ibadati zote, ujue fiqhi za muamalat, ujue ndoa yako yaendeshaje. Kuna mambo yanafanywa na nabii yamezoeleka aliyakuwa si dini na wanawake au wanaume, na upande huu ikawa mwanamke anahisi ni sawa, asipofanyiwa amenyimwa haki yake, na mwanamume kuna mambo anaona asipofanyiwa kanyimwa haki yake, wala hayamo katika dini, lakini ni tamaduni za watu zilizoingizwa ikaonekana ndiyo dini. Usipofanya unaonekana wewe umekosea, kwa kuwa watu hawana elimu, hawafahamu, hawajui, wanaishi maisha yao tu basi, ikabakia jamii moja mbovu sana. Hayo jamii tunayo, lakini kwa sababu ile jamii mbovu na wale wazee ambao waliwapa mamlaka ya ndoa wale hawaelewi, ndiyo sasa matokeo yake yakawa haya. Tulipoacha elimu mambo yakawa yameharibika. Wewe ukitaka kujua mambo kama watu hawayafahamu mambo, amka asubuhi, vaa vizuri, nenda ofisi ya kadhi. Sasa hivi kwa magharibi B nafikiri iko ile Kisakasaka, si ndio? Na kwa magharibi A ipo Mwera. Nenda kakae kitako pale, kisha anza kuwauliza wale, kuna mabinti wadogo na binti wadogo, kana kwamba unajua hawa mmoja kudai urathi wa babu yao au baba yao, kumbe kaja kudai talaka. Sasa huyu pia kashaolewa, kaja kudai talaka. Una miaka mingapi ya ndoa? Kwani tena wewe ukimgusia tu una miaka mingapi ya ndoa, kana kama umemtia ufunguo. Kwani miaka ni miezi tu. Anaanza kukufunulia yeye, hata hakujui, humjui, kakuona na makaratasi tunapeni basi, jua huyu ni afisa mwanasheria wa hapa,
anaropokwa, anatapika. Asa mwisho utaandika full scape nzima, halafu anza kusoma mwanzo mpaka mwisho. Wallahi lazim hukuti kesi haso kwamba labda kuna iko wapi ndo sababu ya talaka, kutoka mwanzo mpaka mwisho hukuti. Lakini ni jahil, ujinga. Kwa hiyo haya ya kuzungumza yapo mengi sana. So tukazungumza hapa, tukafutari, tukala daku, na bado sijamaliza kuzungumza, kwa sababu ya kuzungumza katika hili yapo mengi. Lakini nataka kumaanisha kwamba watu tusome, ndio itakayotubakisha katika taa na takwa, na ndio itakayojenga jamii imara, itakayojenga mustawa sahihi wa maisha wanatakiwa watu waishi. Kuna mfumo fulani wa maisha Allah ameuelezea katika suratul Asri. Al-Asri ile imeelezewa mfumo wa maisha. Ndio Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala akaandika yale maneno ambayo al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab akayaandika kimakosa, lakini Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala akayanakili kwa sahihi. Law tadabbara an-nasu ala hadhihi law wasa'atuhum, lau kama watu wangelizingatia hii suratul Al-Asr ingeliwatosha na kuwaenea, wangejua namna gani ya kuishi maisha yao ili waende kwa Mola wao salama salmi. Allah tuhifadhi. Hizi nasaha zangu naomba kuzitoa